waliojiajiri ni kundi muhimu katika kusongesha gurudumu la maendeleo ya taifa letu. Watu waliojiajiri si tu wamekuwa wakiziwezesha familia zao pamoja na wao wenyewe kupata mahitaji muhimu ya kila siku kupitia kazi wanazozifanya, bali pia wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha mahitaji mbalimbali ya watu wengine yanapatikana kiurahisi. Watu waliojiajiri wanatambua kuwa ari ya kufanya kazi kwa bidii ndiyo chanzo cha kuyaendea mafanikio, kwa sababu wapo baadhi yao wanafanya shughuli zao za kiuchumi usiku na mchana bila ya kuchoka. Na kinachowawezesha kuyafanya yote kwa sasa ni nguvu walizonazo zinazotokana na umri wao wa ujana na uwezo wa kuhimili majukumu pamoja na afya njema ambayo Mungu amewajalia, hivyo kusababisha ari yao kuwa juu ya kufanya yote wayafanyayo. Lakini umewahi kujiuliza kwamba siku nguvu zao zikiwa zimekwisha kutokana na kufikisha umri mkubwa kuanzia miaka 55 na kuendelea, ukiachana na uzee, je, mtu huyu akipatwa na janga kama kuugua ama kupata ajali ambayo itasababisha kushindwa kufanya kazi, je, ni nini kitatokea katika maisha yao? Ipo hivi. Kwa kipindi kirefu watu waliojiajiri wenyewe wamekuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali katika maisha yao, ikiwemo kutolipwa mafao ya uzeeni na pensheni ya kila mwezi, kushindwa kumudu gharama za matibabu, kuendeleza mitaji ya biashara pale wanapoyumba, au kushindwa kumudu gharama za maisha kutokana na kukosa akiba baada ya kushindwa kufanya uzalishaji. Kutokana na hilo, serikali kupitia mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF imeona upo umuhimu wa kuweka utaratibu maalum wa wananchi waliojiajiri wenyewe kujiwekea akiba NSSF ili nao waweze kunufaika na huduma zinazotolewa na NSSF, yakiwemo mafao na pensheni ya kila mwezi. Hivyo katika kuhakikisha watu waliojiajiri wanakuwa na elimu kuhusu jambo hilo, NSSF imekuja na kampeni mujarabu inayoitwa Star wa Mchezo, ambayo ina lengo la kuhamasisha watu waliojiajiri kujiunga na kuchangia NSSF. Na awamu hii kampeni hiyo iliwafikia wananchi wa halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani. Mkurugenzi wa uendeshaji wa NSSF Omar Mzia anasema hifadhi scheme ni mahususi kwa wananchi waliojiajiri, ambayo inakwenda kufungua milango ya kupata huduma zinazotolewa na NSSF kwa waliojiajiri. Skimu hii, Mheshimiwa Waziri, ni mahususi kwa waliojiajiri, na sasa inaenda kufungua milango kwa wananchi kupata huduma muhimu ya hifadhi ya jamii, huduma ambayo hawakuwa wanaipata hapo kabla. Kupitia skimu hii, wanachama watapata huduma muhimu, ikiwa ni pamoja na huduma ya matibabu wao na familia zao kupitia hospitali zilizo karibu na maeneo wanayoishi. Kama nilivyosema, jina la kampeni zetu hizi ni Star wa Mchezo, tukiamini kuwa nyota katika mpango huu ni wanachama wetu pamoja na NSSF, ambayo itawapa kinga stahiki dhidi ya kipato pamoja na matibabu. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unaheshimu na kutambua mchango mkubwa wa wananchi waliojiajiri kwa kuliendesha gurudumu la maendeleo na uchumi wa taifa letu. Kwani aliyejiajiri ni star wa kuhudumia jamii, lakini kama ilivyo kwa star wa mpira, hung'ara sana wakati wa ubora wake, ila ustaa huo hufifia kadri umri unavyosonga. Hapo ndipo NSSF wanashika usukani na kuwa star wako wa mchezo, kuhakikisha wanalinda kesho yako kwa mafao mbalimbali kama matibabu pamoja na pensheni ya uzee, huku wewe ukifurahia maisha yako ya kustaafu bila stress. Karibu ujiunge na NSSF leo, uanze kuchangia kidogo kidogo. Namba yetu ni nyota 152 nyota 00 alama ya reli. NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. Akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni ya NSSF Star wa Mchezo katika mkoa wa Pwani uliofanyika katika soko la Bwilingu lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Chalinze, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete alionyesha kufurahishwa na mwitikio mkubwa wa wananchi waliojitokeza kujiunga na NSSF, huku akieleza umuhimu wa kuweka akiba kupitia hifadhi scheme ambayo inalenga wale waliojiajiri wenyewe katika maeneo mbalimbali. Vijana wenzangu ambao mnaendesha bodaboda, itafika siku nguvu ya kuendesha bodaboda haipo tena.
Nguvu ya kupambana kutafuta katika masoko yetu haipo tena. Na hapa nazungumzia umri mkubwa wa uzee. Unahitaji ukae nyumbani ili uweze endelee kupokea kile kipato ulichokuwa nakipokea. Mfuko wetu huu na utaratibu wetu wa skimu hii ya hifadhi ni kwa ajili yetu. Vijana wote kuanzia miaka 15 mpaka miaka 70, mpango huu ni kwa ajili yetu. Tuwekeze sasa. Kwa wale vijana wenzangu, kwa mfano wale vijana wa sekondari wanapopata pesa zao za kwenda shule, basi hakikisheni mnatoa shilingi 1000 mnawekeza kwa ajili ya kesho iliyo nzuri. Mfuko huu unapowekeza shilingi 1000 kwa siku, 30,000 kwa mwezi, manake unatengeneza msingi mzuri wa kesho yako iliyo nzuri. Kwa wale wazee wenzangu ambao tunafanya kazi lakini tuna vimiradi vyetu tumejiajiri wenyewe, nayo pia ni kwa ajili yenu. Walemavu, wakina mama ntilie, wale waliojiajiri wenyewe, wanaofanya biashara zao wenyewe, ambao mnashinda sokoni mkiuza mchele, mkiuza mboga, mkiuza maharage, mfuko huu ni kwa ajili yenu. Vijana wenzangu, wale ambao mnategemea maisha yenu kwa ajili ya kufanya biashara ndogo, wanauza mananasi kule Kiwangwa, mfuko huu ni kwa ajili yenu. Niwaombeni sana, tuwekeze leo kwa ajili ya kuwa nyota wa kesho. Na nyota wa kesho ni yule mzee atakayekuwa amekaa nyumbani aangaiki kumtafuta mchawi nani katika maisha yake, isipokuwa anafaidi yale matunda ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka nikuhakikishieni, mimi nafsi yangu kwa niaba yenu wanachalinze, nataka kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwanza kwa maono yake, pili kwa mwongozo wake, lakini tatu kwa kutusimamia. Mimi na wenzangu ndani ya serikali tunafaidika sana na miongozo mbalimbali anayotoa Mheshimiwa Rais, ambayo inatufanya leo hii tuwe sehemu ya mafanikio makubwa ambayo yeye ndio msimamizi wetu. Kupitia hifadhi scheme, wanachama wa NSSF waliojiajiri watanufaika na mafao mbalimbali yanayolipwa na mfuko kwa wanachama wake, ambapo mafao hayo yamegawanyika katika makundi mawili. Yapo mafao ya muda mrefu na yale ya muda mfupi, na kupitia mafao hayo wanachama huwa na uhakika wa kipato chao kila siku zinavyosonga. Ndiyo maana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete anasisitiza kwa wananchi wa Chalinze kuichangamkia fursa iliyoletwa kwao ili nao wawe sehemu ya wale wanufaika wa NSSF. Uzuri wa skimu hii ni mafao yanayoambatana na mpango mzima huu. Lakini kama mnavyojua, sisi kwa upande wetu kama tulivyo binadamu, kwa sifa yetu ni wagonjwa watarajiwa. Utakapougua, mfuko huu unakupatia bima ya afya. Mfuko huu utakuangalia kukusaidia ili kurudisha katika mstari wa nyoka. Haya ni mafao ambayo hujawahi kuyaona. Lakini zamani waliokuwa wanafaidika na fursa hizi ni sisi tulioajiriwa serikalini. Wananchi wa kawaida mnaouza mboga na mazao mengine mlikuwa mmo katika sehemu ya kufaidika. Kupitia utaratibu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wote wa Tanzania wanakwenda kuwa wafaidikaji wa mfuko huu. Niwaombeni sana wanachalinze wenzangu, fursa imekuja tuikimbilie. Fursa hii imekuja tuiwahi. Fursa hii imekuja tuidake ili iweze kutusaidia. Ni muhimu kutambua kuwa lengo la serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na utamaduni wa kujiwekea akiba ili kuwa na uzee ulio bora na wenye staha. Lakini pia mpango huu ni namna bora ya kupunguza umaskini katika nchi yetu na jamii yetu, kwani watu watakuwa na uhakika wa kipato muda wote, na ni dhahiri kwamba umaskini utapungua. Ili kufikia uzee huo wenye staha, wananchi waliojiajiri wanatakiwa kujiunga na kuchangia NSSF. Kima cha chini cha kuchangia ni shilingi 30,000 tu kila mwezi, na licha ya kwamba atakuwa anajiwekea akiba ya baadaye, pia kiwango hicho kitamwezesha mwanachama kupata huduma za matibabu yeye mwenyewe, na ikiwa mwanachama anataka kuweka akiba na kupata huduma za matibabu yeye pamoja na familia yake, atatakiwa kuchangia kiasi cha shilingi 52,200 tu kila mwezi. Katika viwango vyote vya michango, mwanachama
anaruhusiwa kuchangia kidogo kidogo popote alipo kupitia simu yake ya kiganjani. Serikali inataka kuwa na mastaa endelevu, kuwa na Watanzania wenye kujiwekea akiba ili wawe na leo nzuri, kesho nzuri na uzee wenye staha. Wote hapa tunajua tuna mashangazi zetu, wajomba zetu ambao kwa kuwa hawakuwa na akiba endelevu, leo hii wanatupigia simu, si ndio? Mjomba anapiga simu, nisaidie leo iftari. Mjomba anapiga simu, nisaidie leo mtoto ameshindwa kwenda shule. Lakini huyu mjomba ni wewe wa kesho, si ndio? Shangazi ni wewe wa kesho, baba ni wewe wa kesho, babu ni wewe wa kesho star. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha sisi Watanzania wote tunakuwa mastaa wa mchezo endelevu baada ya kuweka akiba kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na baadaye. Na akiba hii unaweka kwa kudunduliza. Unadunduliza kidogo kidogo, tunakupa kumbukumbu namba. Ikifika 30,000 unafunga mwezi wa kwanza. 30,000 ya pili unafunga mwezi wa pili. 30,000 ya tatu unakuwa umekuwa star wa kuanza kupata mafao ya matibabu. Lakini hii akiba inatakiwa iwe endelevu. Leo hii umepata familia, au kwa wale ambao una watoto wawili na mke, utachangia 52,200 tu kwa mwezi. Nayo hii utaidunduliza kidogo kidogo 1,800 kila siku. Kwa hiyo tupunguze matumizi mengine ambayo si ya lazima ili tuanze kuweka akiba yetu. Na hii akiba ni ya kwako. Fursa iliyotolewa kwa wananchi waliojiajiri kujiungana kuchangia NSSF kupitia hifadhi skimu ya NSSF si tu itawawezesha wananchi kujiwekea akiba zao, bali itawasaidia kupata huduma za matibabu katika zahanati, vituo vya afya na hospitali ambazo wao watakuwa wamezichagua katika maeneo wanayoishi. Jambo ambalo limemfanya mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Mheshimiwa Shaibu Ndemanga kutoa ahadi kwa NSSF kuwa halmashauri hiyo itakuwa ya kwanza kuhakikisha wananchi waliojiajiri wanajiunga na kuchangia NSSF kwa sababu ya umuhimu wake. Na mimi nataka niwahakikishie, kama mnashindanisha halmashauri, sisi hapa tumezoea kuwa wa kwanza, kwa hiyo lazima tuwe wa kwanza. Na kwa maana hiyo sisi mmetukabidhi kazi ya kufanya. Naomba niwahakikishie kwamba tutapambana kuhakikisha mpango huu ambao una manufaa kwa wananchi hawa unatekelezwa vizuri. Kampeni ya NSSF Star wa Mchezo imepokelewa vizuri na wananchi wa Chalinze. Wao wanasema wanaishukuru NSSF kwa kupata elimu ya hifadhi ya jamii na umuhimu wa huduma hizo katika maisha yao ya kila siku, na imewafanya waweze kujiunga na NSSF, hatimaye kuchangia kwa faida ya maisha yao ya sasa na hata baadaye. Kama tunavyotambua kwamba vijana tunaojishughulisha na shughuli mbalimbali, wengi wao huwa hatuna nidhamu na fedha. Kwa hiyo kupitia NSSF itatusaidia sisi kuweka akiba ya fedha. Kuna masuala ya ugonjwa, sisi vijana unaweza kupata ugonjwa katika mihangaiko ya nini. Kupitia hii NSSF inakusaidia wewe kupata matibabu kiurahisi zaidi kuliko kusubiri kuchanga pesa sijui na nini, inakuwa ni changamoto. Lakini kupitia NSSF unaweza ukapata huduma kiurahisi. Mpango ni mpango unakuja kuokoa watu wa Chalinze. Na mimi niwaambie, kama sehemu ya Chalinze, na mimi leo nimejiunga kwa sababu ni mpango mahususi, na nichukue la hii kwa watu wa bodaboda, wafanya biashara. Tukiikosa hii fursa tutalia. Kwa hiyo ndugu zangu, niwakaribishe sana kujiunga na skimu hii inaitwa hifadhi skimu. Tupo tumejaa, tunawasubiri mastaa wa mchezo wa Chalinze. Pensheni, uzeeni, tiba hospitalini, msaada mazishini, ulemavu ajalini, mfuko umesheni, mafao ya kibafani, hifadhi yetu jamii NSSF. Jiunge leo na NSSF, uanze kujichangia mdogo mdogo popote pale ulipo kwa kupiga *152 *00 leli. Nenda nambari 3 ajira na utambuzi, nenda nambari 6 NSSF, kisha fuata maelekezo. Usikose kutazama kipindi cha Ijue NSSF na tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii @NSSF Tanzania, au unaweza kupiga simu bure nambari 0800 116 773. NSSF,
tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye.